Uh, how many of you were here yesterday? Good to see you again. I want to take this opportunity to appreciate the leadership, chairman, together with the entire leadership team. God bless you so much for having me. Right away, kwa sababu ya muda, tuende kwenye neno la Mungu. 1 Peter 2 verse 2. 1 Peter 2 verse 2. Petro wa kwanza 2 mstari wa 2, Biblia inasema as newborn babes desire the sincere milk of the word. Help me to say desire the sincere milk of the word. Yes, that you may grow thereby. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Jana tuliongea kwa kina kuhusu the first part of this verse ambayo inaongelea nini? Desire. Hebu sema desire. Inaongelea desire. Sasa leo, jana tuliongelea why you need to grow spiritually, and kwamba ili ukue lazima uwe na a strong desire for God and for the things of God. Sasa leo tutaongea kuhusu how unawezaje ukakua kiroho, na tutatumia mstari huu ambao tuliuanza jana. Tutatumia mstari huu ambao tuliuanza jana. Desire the sincere milk of the word. Mtume Petro yuko clear hapa kwenye huu mstari kwamba ukishakuwa na desire for spiritual growth, ukishakuwa na hiyo desire ufanye nini sasa? Kwa sababu unaweza ukawa na desire alafu ukafanya vitu ambavyo havitakusaidia kukua kiroho. Unaweza ukawa na desire for spiritual growth alafu ukawa tu unaimba tenzi, ukawa unashuhudia, ukawa unatoa kwa maskini. Hiyo yote ni vitu vizuri, lakini havitakusaidia kukua kiroho. Kwa Petro anasema ukiwa na desire for spiritual growth kama mtoto, hatua inayofuata sasa ni wewe kwenda kwenye neno la Mungu. Kwa sababu unaweza ukafanya vitu vingi sana. Lakini kitakachokufanya ukue kiroho ni neno. Na bila neno hakuna kukua. Without the word of God there is no growth. There can be other things. Kunaweza kukawa na vitu vingine. Kwa mfano ukiwa mtu wa maombi sana, utakuwa na upako. Ukiomba vitu vitatokea, mambo yataenda, utakuwa na upako, utakuwa na nguvu za Mungu, lakini hautakuwa kiroho. Kwa sababu kinachokufanya ukue ni neno. Kwa ukiomba unatakiwa ukimaliza kuomba usome na neno. Yaani maombi ya kuandae kuweza kusoma neno na kupata revelation. Kwa unaweza ukawa na upako, unaweza ukawa na vipawa na karama, ukahubiri, ukafundisha, ukaimba, ukatoa, lakini bila neno hautakuwa. Hivyo vyote ni vya muhimu, lakini havitakufanya ukue kiroho kama hautakaa kwenye neno. Kwa nini? Kwa sababu as newborn babes desire the sincere milk of the word. Hayo yote ni mazuri, lakini ukiwa mtu wa maombi sana afu huna neno, shetani atakuwa anakusubiria tu mahali. Hivi shetani alimuogopa Yesu kwa sababu amefunga siku 40. Hata alipofunga siku 40 bado shetani alienda. Kuonyesha kwamba alikufunga kumshitui shetani. Lakini kilichomfanya Yesu akamshinda shetani ilikuwa nini? Neno. Alimwambia imeandikwa. Sasa lile neno alivyolisema lilikuja kama upanga. Lilitoka kama upanga kwa sababu alikuwa ana upako pia wa maombi na kufunga. Kwa hiyo ukichanganya maombi na neno na kufunga, you become a dangerous person. Lakini changamoto yetu kubwa ni kwamba hatuna interest sana na neno. Tuna interest na vitu vingine. Mimi nafundisha neno la Mungu. Mojawapo kati ya changamoto ambazo tunakutana nazo hasa kwa vijana is to bring them together for the word of God. Ingekuwa ni tamasha, kama ni tamasha la kuimba, alafu kuwe na comedy, kuwe na nini, yani hata hadi viingilio watatoa, hakuna atakayewapa basi lakini watajaa, hakutakuwa na chakula lakini watakuwepo. Vitu ambavyo ni exciting. We want to laugh, we want to sing the whole night. Lakini twende kwenye neno. Kwenye neno mtatoa usafiri, mtatoa chakula cha mchana, mtafanya hayo yote bado hawatakuja. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajua
Ukiwa exposed to the word of God utakuwa mtu ambaye ni hatari hata kuweza. Kwa hapa ndipo ambapo tumekwama. Hapa ndipo ambapo tumekwama. Kwa mujibu wa tafiti, kizazi chetu hiki, kizazi hiki cha kwetu cha Wakristo walioko hai sasa hivi duniani, hiki ndio kizazi ambacho kina Biblia nyingi kuliko kizazi kingine chote kwenye historia. Yaani this generation of believers, of Christians, sisi ndio tuna Biblia nyingi kuliko generation yoyote iliyowahi kuwepo hapa duniani. Lakini cha pili, fact ya pili ambayo iko karibu sana na hiyo ni ukweli kwamba kwa mujibu wa tafiti hizo sisi ndio generation ya Christians ambao hatujui Biblia kuliko generation zote zilizowahi kutokea. Kwa Biblia zipo lakini hatuzisomi. Hatuzisomi. We don't have time for the word of God. We don't have time for the word of God. Na sio siku nyingi sana kwenye historia Biblia zilikuwa hazipatikani kwa urahisi kama zinavyopatikana sasa hivi. Yaani sio miaka mingi ukisoma historia ya kanisa, kuna kipindi kanisa kama sisi hapa wote ungeweza kuwa hatuna na nakala moja ya Biblia. Kwa walichokuwa wanafanya ni kwamba walikuwa wanagawana peji. Wewe unachukua labda Petro sura ya kwanza, mwenzako anachukua sura ya pili. Next week mkija kanisani mnabadilishana, aliyekuwa anasoma ya kwanza anapewa ya pili, ambaye alikuwa hasomi kabisa anapewa ya kwanza. Kwa hiyo walikuwa wanasoma kwa staili hiyo. Lakini wale walikuwa wanajua Biblia kuliko sisi ambao unaweza ukawa nayo kwenye simu yako. Sasa kipindi hicho ilikuwa ni uweze kupata nakala moja ya Biblia lazima uwe na uwezo mkubwa sana wa kifedha. Uweze kuajiri watu wa kukuandalia hiyo nakala. Zilikuwa hazipatikani. Zilipoanza kupatikana, vitu viwili vikatokea. Cha kwanza, wale believers walianza kusoma Biblia kama vile wanakula kitu cha thamani sana. So they gave themselves fully to scripture. Walipoanza kukaa muda mrefu kwenye Biblia, vikatokea vitu viwili. Kitu cha kwanza, ikawa kwenye mazungumzo ya hawa watu tu ya kawaida. Yaani ukiwa unapiga story tu za kawaida, Jumatatu, sio Jumapili, Jumatatu, Jumanne ofisini, hawa Wakristo wa kipindi hicho katikati ya mazungumzo yenu angekupiga mistari mingi sana ya Biblia. Yaani Biblia ikaanza kuficha kwenye mazungumzo ya kila siku ya kawaida. Mimi nishaikuwa naongea na mtu akaniambia hivi, wewe uwezaje kuongea bila kutaja maandiko, bila kuongea maandiko? Ndio akanishtua, kumbe hivi nilikuwa naongea scriptures. Sasa walipoanza kusoma maandiko, yale maandiko yakaanza kuform part ya conversation za kawaida tu za kila siku. Kitu cha pili, wakaanza kuwapa watoto wao majina ya heroes wa kwenye Biblia. Yaani baada ya kuwasoma kina Danieli na kina Nehemia na kina Yeremia na kina Isaya, wakaanza kuwaita watoto wao hayo majina. Kwa nini? Kwa sababu walianza kuipa Biblia, walielewa na wakaipa umuhimu mkubwa kwenye mawazo yao. Wakaipa umuhimu mkubwa kwenye mawazo yao. Hivi wangapi hapa mna majina ya kwenye Biblia? Au meno vipi? Unaona? Wangapi hapa mmepanga? Najua wengi mshawaza majina ya watoto wenu. Wangapi mmepanga kuwapa watoto wenu majina ya kwenye Biblia? Not many of you, I guarantee you. Kwa nini? Kwa sababu heroes wa kwenye Biblia sio heroes wetu siku hizi. Hatuna muda na Bible kiasi kwamba kafuatilie watoto wengi wanaitwa nani. Kaangalie, utakuta wanaitwa majina ya wanasiasa, utakuta wanaitwa majina ya footballers, utakuta wanaitwa majina ya kuungaunga tu ya Kijerumani, ya mchanganyiko tu wa majina, lakini yasiwe majina ya kwenye Biblia. Kwa nini? Kwa sababu hatuoni kama heroes wa kwenye Biblia ni wa muhimu kiasi hicho. Kwa nini? Kwa sababu Biblia hatujui nguvu yake. We don't know its power. Niliwahi kusikia mtu anataniwa, anaambiwa, yaani wewe huwezi kuwa muhuni afu unaitwa Isaya. Isaya anakuaje muhuni? Huwezi, yaani jina tu lenyewe linakuzuia usiwe muhuni. So that is what happened walivyoanza. Lakini we don't have time with the Bible. Ningekuwa na muda, kwa muda wako ukiniona, nitakwambia ni nyimbo ngapi. Kuna muda niliamua tu kufuatilia ni nyimbo ngapi ambazo zinaimbwa hapa kwetu ambazo theolojia yake sio sahihi. Yaani ni wimbo umefanywa live recording. Sio mmoja, sio mbili. Nakupa hiyo assignment. If you know the Bible, asikilize lyrics za nyimbo nyingi zinazoimbwa. Theology is wrong. Na sio nyimbo zaidi ya moja nikakuta hata Bible characters wamepewa majina ambayo sio sahihi.
Hivi inachukua mazoezi muda gani hadi muende kurekodi wimbo? It's a long time. Sidhani kama unafika tu pale unaanza kuimba. Kwa maana yake pia kuanzia kwenye mazoezi walikuwa na rehearsal kitu ambacho sicho, na kwenye timu nzima hakuna mtu aliyekuwa anajua Biblia kuweza kujua hiki hapa sio sahihi. Hiyo inakuonyesha kwamba tuna vipawa, tuna karama, lakini Bible hatujaipa umuhimu, hatujaipa nafasi. Lakini kitakachotufanya tukue kiroho ni nini? Sio kuimba, sio kucheza na kucheka, hayo yote tutafanya. Lakini desire the sincere milk. Hebu sema desire the sincere milk of the word. Yes, it is the word of God that will make us grow spiritually. So you need to invest in the word of God. You need to spend time in the word of God. To spend money in the word of God. Kwa nini? Kwa sababu hiki ndio kitu kimoja ambacho kitaleta revolution kwenye maisha yako ya kiroho. You need to dig deep into the word of God until you come out with something. To stay in the word for hours and hours until you come out with something. Unajua jana niliwaambia kuna muda you have to dig very deep for you to come out with something valuable. Wanasema mgodi mrefu zaidi huku duniani ni mgodi huko kule South Africa, unaitwa Mponeng. Huu mgodi wa Mponeng una urefu wa karibia kilomita 4 kwenda chini, almost 3.8 kilometers kwenda chini. Wanachimba chini huko, wanafanya hivi. Unaweza kuanza kilomita 4 ni hapa na wapi? Ni umbali mrefu. Sasa wao wamechimba chini kilomita 4. Unaweza ukawaza wametoa udongo kiasi gani? Na wamechimba kiasi kwamba malori yanaweza yakapishana kwenda chini huko kutoa udongo. Lakini wanafanya hivyo kwa sababu wanatafuta gold. They are looking for gold, they are looking for diamond. Lakini neno la Mungu is more than gold. It's more than diamond. So you need to invest. Kwa hiyo kuweza kupata kitu ambacho kina nguvu, kinaweza kuleta revolution, kinaweza kuleta mgeuko kwenye maisha yako, you need to be willing and to be ready to invest. Kama watu wana invest kiasi hicho ili wapate tu dhahabu, na Biblia inasema hatujanunuliwa kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu. Yaani dhahabu ni kitu kinachoharibika, lakini they are ready to invest that much time, resources kiasi hicho. That means we need to invest in the word of God. Vitabu vyangu, if you have read it, the last time I came, most of you bought my book Set Me on Fire. Utagundua kwamba kwenye vitabu vyangu I write scriptures ambazo nimepata revelation, personal revelation. So my books are a product of my personal time with God. Huwa naandika kitu ambacho mimi mwenyewe kimenigusa. Matokeo yake ni nini? Ukienda kwenye Instagram yangu utakutana na testimonies after testimonies za watu ambao wamesoma vitabu hivi vya kwangu ambavyo ni neno la Mungu nimeliandika. Then mtu ananiambia, kuna kijana mmoja nilikutana naye recently akaniambia, I was reading your book. Kile cha kwanza kabisa chekundu hivi, hata hakipo kwenye circulation bado, hata sasa hivi. Ananiambia kile kitabu nilikisoma nikiwa form 2 na ndio kilinitoa kwenye porn addiction. The power of the word of God. Dada mmoja akaniambia, nilisoma kitabu chako cha Yatafakari Haya, nilikuwa nimepata depression. Kwa nikiwa katika hiyo cloud ya depression, I read that book and the power of God hit me. Na ile depression ikalift. Testimonies after testimonies after testimonies. Kwa nini? Kwa sababu hilo ni neno la Mungu. Sasa surprisingly, most of the scriptures ambazo nimeziandikia ni mistari ambayo sijawahi kuisikia popote ikihubiriwa. Yaani nilikutana nayo wakati mimi ninasoma, nikapata revelation, then nikaandika. Kwa mfano ningekuwa ninakaa chini nasubiria mtu aje kunihubiria, kuna vitu ambavyo utakuja uvisikie vikihubiriwa. Kwa nini? Kwa sababu Biblia, unajua Biblia sio kitabu cha kuhubiria. Biblia ni barua ya upendo kutoka kwa Mungu kuja kwako. Kwa sio kila kitu kwenye Biblia kinahubirika. Kuna vitu usipovisoma hautakuja uvisikie popote. Na matter of fact, kwa sababu nyinyi ni wasomi, kwa mujibu wa tafiti, mchungaji akiamua kuhubiri Biblia nzima from cover to cover itamchukua miaka 35 kuimaliza. Awe very systematic and hapo katikati asichanganye chochote, yani yeye focus tu 35 years. Lakini wewe ukiamua kuisoma Biblia yote itakuchukua masaa 50 hadi 72.
3 days kama uko slow sana, you can finish the Bible. You can finish the Bible in 3 days. Kuna vitu inawezekana you are struggling with something, unahitaji breakthrough, lakini hiyo breakthrough yako iko sehemu iko Zakaria sura ya 3, lakini wewe unasomaga Zaburi ya 23 tu kila siku. Kwa kuna vitu haujavifikia, yaani ndio majibu yako huko, lakini you have never, haujawahi kwenda hadi huko kote huko. Unasoma huko ambako unasomaga kila siku, Yohana 3:16. Lakini Biblia ni kitabu cha upendo ambacho Mungu amekuandikia wewe ili uweze kukisoma. Wanasema kwenda, nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo hupaswi kutegemea ibada peke yake. Ibada zinatakiwa zikuamshe ili ukafanye kazi ambayo unatakiwa uifanye wewe mwenyewe. Wanasema kwa mfano ukienda Bible school for 2 years. Ukienda Bible school kwa miaka 2, ukakaa, ukafundishwa neno la Mungu for 2 years. Unakuwa ni sawa na mtu aliyeenda kanisani kwa miaka 20. 20 years of going to church. Kwa ukisema utategemea kwenda kanisani ndio uifahamu Biblia, utaondoka, utaacha vitu vyako vingi sana hapa duniani. Utaacha breakthroughs zako hapa ambazo Mungu aliziweka kwenye maandiko. Spiritual growth yako you will never know ungeweza kuachieve kiasi gani ungekuwa kiroho. Kwa hiyo I want to encourage you, I want to challenge you to invest in the word of God. I want to give you a few examples. Mtu kama Ayubu hakuibuka tu from nowhere. Ayubu hakuibuka tu from nowhere. I want to show you just 2 scriptures from the life of Job. Kukuonyesha Ayubu alikuwaje the richest man alive in his time. The most successful man, hadi Mungu akabrag about him. Kiroho na Ayubu alikuwa very balanced. Alikuwa ni kama mwanafunzi ambaye anapiga first class, alafu ukija huku unakuta kwenye fellowship maombi yupo, ibada yupo, huduma yupo, yani yuko balance, kila kitu ana A. Job 23:12. Job 23:12 inasema hivi. Huyu ni Job mwenyewe anasema, I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Job anasema neno la Mungu nimelipa uzito kuliko chakula changu. More than my daily bread. That is Job 23. If you are looking for secret ya success ya Job alikuwa amelipa neno la Mungu priority. Ndio maana character yake ilikuwa intact. Unajua Ayubu, theologians wana predict kwamba Ayubu aliishi nyakati za kina Ibrahimu. He lived back then. Na kimsingi wanasema kitabu cha Ayubu ndio kitabu cha kwanza kuandikwa kwenye Biblia. Aliishi zamani hizo. Ndio maana ukisoma kitabu chake cha Ayubu kile haukuti popote sheria ya Musa imetajwa. Kwa sababu inaonekana wakati Ayubu anaishi sheria ya Musa haikuwepo. Waliishi zamani, kipindi ambacho Mungu alikuwa hajali sana hata ukioa mke zaidi ya mmoja. Sijui ukimwangalia mwanamke kwa kumtamani. Ilikuwa bado hatujafika kwenye hizo revelation. Hizo revelation za Yesu. Lakini Ayubu anasemaje? Mtu ambaye alikuwa ametreasure neno la Mungu kuliko chakula chake, anasema nimefanya agano na macho yangu, nitamwangaliaje mwanamke kwa kumtamani? That is a man who was so deep in God kiasi kwamba alikuwa ameanza hata kupata glimpse za vitu ambavyo Yesu angekuja kusema thousands of years later. But that was Job, who treasured the word of God more than his daily food. I want to show you another scripture. Job 29 verse 4. Job 29 verse 4. Job anasema, as I was in the days of my youth. Hebu sema the days of my youth. Are you guys young? Ya sasa Job anakuambia yeye alipokuwa young alikuwa anajua nini kilichomfanya ukija kukutana naye baadaye he was that successful. Anasema as I was in the days of my youth when the secret of God was upon my tabernacle. Another translation inasema when the secret of God was upon my household. Biblia ya Kiswahili inasema kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa au siku zangu za ujana, hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Job anasema wakati yuko kwenye siku zake za ujana, kitu ambacho ungekikuta nyumbani kwake ni siri za Mungu. Ni siri za Mungu. Job knew the word of God. Yesu anawaambia wanafunzi wake wao wamepewa kuzijua nini?
siri za ufalme wa Mungu. Siri za ufalme wa Mungu ndio zitakazo kufanya uinuke. Unajua, most of the time we are struggling kwa sababu tuko ndani ya Kristo, lakini tunajaribu kuishi kwa principles za kidunia. Kwa hatuko duniani kiasi cha kuweza kufanikiwa kwa njia za kidunia, alafu hatuko kwa Yesu kiasi cha kuweza kufanikishwa kwa njia za kimungu. Kwa ndio maana unatukuta tuko hapo, tuko stranded, tuko hapo katikati, we are stuck. Kwa sababu we don't know the Bible, and also we are not ready, and we are not willing to go back to the world. Wanaotumia njia za kidunia wanafanikiwa, na wanaomjua Mungu pia wakazitumia principles za kimungu kama Ayubu, na wenyewe wanafanikiwa. Lakini ukiwa katikati mara zote utakuwa a victim. You will end up being a victim. But the word of God is full of principles, of secrets, ambazo ukiinvest time ukapata a personal revelation ya kwako, ukamjua Mungu na siri zake wewe mwenyewe, ukadig deep into scripture, ukalipa neno la Mungu nafasi na umuhimu kwenye maisha yako, these things will change your life. These things changed my life. I wouldn't be here if I did not believe in this thing. Ani kama ningekuwa siamini kwamba ningekufundisha hiki ukakifanyia kazi maisha yako yatabadilika, ningekuwa nyumbani saizi. But I had to come all the way kwa sababu I believe in this thing. The Bible changed my life. I believe kwamba na wewe ukitumia Biblia, ukiziishi kanuni zake, the Bible will change your life too. The Bible will change your life too. My mother went to be with the Lord nikiwa second year. My dad alifariki nikiwa form 6, mamangu akafariki nikiwa chuo kikuu mwaka wa pili. What did they leave me with? Some plots of land nyumbani kwetu Lushoto. Lakini sana walichoniachia wazazi wangu waliniachia Yesu mwingi na elimu nzuri. And Jesus made a huge difference in my life. Jesus made a huge difference in my life. Yesu ameleta umuhimu kwa. Sasa Ayubu anasema when he was young like you, alikuwa anazijua siri za ufalme wa Mungu. Sasa nikawa nawaza, kwa mfano sasa ni wewe ungekuwa unatuambia sasa, ukiwa sasa hivi kijana unajua siri za nini? Kuna mtu labda huu mstari wake wa jina lake sura ya 29 mstari wa 4 ingekuwa inasema, hapo nilipokuwa katika siku za ujana wangu, hapo siri za mikeka ya kubeti zilipokuwa zimejaa kwenye simu yangu. Mwingine atakwambia haba, katika siku za ujana wangu nikiwa mwaka wa pili hapo ardhi, hapo series zilipokuwa zimejaa kwenye laptop yangu hadi inabidi nizitafutie external. Hapo siri za mashosti zangu. Kuna mtu anaaminiwa kwamba bwana, ukiwa na siri yako wewe mwambie fulani. It's good kwamba wewe unaaminika, unakifua. Lakini hizi siri za mashosti zako hizi, they will not change your life. What will change your life ni siri za ufalme wa Mungu. Hicho ndio kinachotakiwa kijae ndani yako. Kinachotakiwa kijae ndani yako. Kwa siri za ufalme wa Mungu. Sasa unajua pia kwa nini? Why the word of God? Another thing that I want to tell you. The word of God is the only thing that can renew your mind. It's the only thing that can renew your mind. Unajua changamoto yetu sisi ni nini? Mwanadamu ni roho. Sasa you have to listen to me very carefully kwa sababu nataka niseme concept moja afu nitaisema kwa sentence chache. But I believe you will get it. Mwanadamu ni roho yenye nafsi inayoishi kwenye mwili. Kwa wewe ni vitu vitatu. Ni roho, ni nafsi na mwili. Kwa una roho yenye nafsi ambayo inaishi kwenye mwili. Nafsi ndio inayounganisha roho yako na mwili wako, ndio inayoleta hiyo communication. Kwenye nafsi ndio kuna will. Kwenye nafsi ndio kuna will, ndio kuna emotions. Wow. Okay. Kwenye nafsi ndio kuna will, ndio kuna emotions, na ndio kuna intelligence pia. Iko kwenye nafsi. Sasa ulivookoka, nini kiliokoka? Ulivookoka, kilichookoka ni roho yako. Kwa wewe si una sehemu tatu. Kwa una moja ya tatu yako ambayo ni wall to wall Holy Spirit. Your spirit is born again 100%. Ndio ile Biblia inasema imepigwa muhuri hadi siku Yesu atakapokuja. Kwa hata siku akija ile siku Yesu mawinguni,
kitakacho kufanya wewe unyakulike, sio unyakuliwe. Yaani ukinyakuliwa uweze kunyakulika ni roho yako. Yaani Yesu atakuja kama sumaku hivi kubwa, halafu ananasa vitu vyote vyenye asili ya chuma. Sasa hiyo asili ya chuma yenyewe ni Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako. That is what makes a difference. Kwa roho yako haina shida yoyote. Shida iko wapi sasa nikwambie? Shida iko kwenye nafsi na kwenye mwili. Kwa nini? Kwa sababu roho yako ilizaliwa siku ulipookoka. Siku ulipompa Yesu maisha yako, ndo siku hiyo roho yako ilizaliwa upya. Ndio maana tunasema you have been born again. Kilichozaliwa upya haikuwa mwili wako. If you were 15 or 16, when you gave your life to Jesus, bado ulibaki kuwa 15 and 16. Vitu ambavyo ulikuwa unavijua hadi muda huo uliendelea kuwa unavijua. Lakini roho yako ndio imezaliwa siku hiyo. Kwa mwili wako na nafsi yako, they have been around for many years kuliko roho yako. They have information, zimesikiliza nyimbo zote za mabongo flavor, zimeangalia movies, zimesikiliza kila kitu ambacho unaweza kukisikiliza hapa duniani. Alafu inakuja roho sasa ambao ndo inamsikia Mungu. Yaani roho yako iko connected to the Holy Spirit. Mungu anakaa kwenye hiyo roho yako. Ili vitu vitokee kwenye ulimwengu wa nje, lazima kuwe kuna alignment kati ya roho yako, nafsi na mwili wako. Yaani roho ikimsikia Mungu iweze kucommunicate na nafsi yako, nafsi ielewe, ziweze kuongea lugha moja, halafu mwili wako uwe umenidhamishwa kwa nidhamu za kiroho kiasi kwamba unaweza ukasikia na kufanya kile ambacho roho inasema. Hapo sasa ndo Warumi 12 mstari wa 2 inapokuja kwamba ili nafsi iweze kuelewa lugha ya roho, lazima hii nafsi uifundishe the language of the spirit, ambao ni nini? Ni neno la Mungu. Kwa hiyo unachukua neno kutokea nje, unaifundisha nafsi yako ili iweze kumuelewa Roho Mtakatifu akiongea kutokea ndani. Tuko pamoja? Let me give you an illustration. Kipindi fulani tulikuwa tumebaki wawili na mke wangu nyumbani na watoto wetu. Tulikuwa hatuna mtu wa kutusaidia. Kwa hiyo tukawa tunagawana hivyo, tukitoka kazini wote, watoto wanaenda shule, tukitoka mapema tunawachukua, tukifika nyumbani baba mke wangu anapika, mimi niko na watoto tunafanya homework yake, akimaliza mimi naosha vyombo, yeye anaenda kuwalaza. Kwa hiyo ndio kipindi hicho nikajifunza kuosha vyombo huku naongea na simu. Nikawa naibana hivi. Sasa siku moja nafikiri kwa sababu sina uzoefu nikaibana kwa nguvu sana. Nimemaliza hivi kuongea, naangalia simu iko blank, yani iko black, hamna chochote, hai display chochote. Kwa hiyo nikaipeleka kwa fundi. Nataka nikuonyeshe revelation ambayo fundi alinipa. Nimefikisha kwa fundi ile simu yangu, fundi akaishika hivi, akaiwasha, haikuwaka. Yaani screen haikudisplay chochote. Lakini akaniambia hebu ishike hii simu. Nikaishika, nimeishika, nikawa nasikia kabisa message za WhatsApp. Wakati inazima data ilikuwa on. Kwa nikawa nasikia kabisa message za WhatsApp zinaingia, message za kawaida zinaingia, lakini siwezi kuziona. Fundi akaniambia hii simu yako huko ndani maisha yanaendelea kama kawaida. Yaani inawezekana tu umewekea hela huko milioni 5, afu wewe huna hela ya kula. Lakini huwezi kuona chochote kwa sababu umeua display. Nikamwambia hivi, unajua fundi, umenipa revelation. That is what happens most of the time. Yaani kuna mtu ukimkuta anavonena kwa lugha, alivyojaa roho, yaani his spirit is perfect. Shida sana ni kwamba hiyo revelation kutoka rohoni ikija kwenye nafsi, ikifika badala ikutane na andiko, ikutane na neno la Mungu linalokubaliana na hicho inachosema, ikifika pale inakutana na mistari ya bongo flavor. Ikitoka hapo ikija kwenye mwili inakutana na tamaa mbaya. Kwa hiyo unajikuta roho inamsikia Mungu lakini hakuna communication inayokuja nje, vitu havitokei kwa sababu display imekufa. Vitu ambavyo Mungu ameinvest ndani yako, utajiri Paulo anaoongelea ulioko ndani ya Kristo, wewe unatakiwa uwe ni mtu hatari sana. Lakini changamoto yetu ni display. Hebu sema display. Changamoto yetu ni display. Kwa neno la Mungu litakusaidia uweze kudisplay kile ambacho kinaendelea ndani ya roho yako. Naomba tufunike vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa neno lako la uzima. Asante kwa kusema nasi. Asante kwa kuongea na maisha yetu jioni ya leo. Bwana, ninawaombea kila mmoja Bwana aliyesikia neno hili. Neno hili Bwana likaendelee kuzaa matunda ndani ya moyo wake. Roho Mtakatifu kaendelee kutufundisha
na kutuelekeza katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Hebu omba pamoja nami, sema: asante Bwana Yesu kwa neno hili, nisaidie niweze kuliishi, niweze kulifanyia kazi, niweze kuzalisha matokeo kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. God bless you. With me a few of my books. Ile ofa yetu ya kipindi kile inaendelea. Mungu awabariki sana.